Heri ya mwaka mpya. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali tena 2026 cha kuingia katika mwaka wa Bwana uliokubalika. Ndani ya usharika wetu wa Kunduchi Beach, kwa miaka mfululizo tumekuwa tukitembea na neno kuu la usharika. Na tulianza kwa neno la Zaburi ya 136, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Neno hilo lilituongoza katika jubilee ya miaka 25 ya usharika huu tangu kuanza kwa jengo hili la nyumba ya ibada. Na kisha tukasimama kwa neno kutoka Joshua ya kwamba huwe hodari na mwenye moyo wa ushujaa, kwa maana ni wewe ambaye Mungu anakupa wajibu kwa ngazi ya familia, ngazi ya usharika, mahali popote, kwamba wewe amewekeza imani ya kwamba unaweza kuifikisha familia ama usharika kwenye hatima ambayo Mungu ameikusudia. Na kisha tukaendelea kwa neno Nehemia kutoka Habakuki, neno linalosema njozi yaweza kuchelewa, lakini uwe na hakika ikitoka kwa Bwana ni lazima itatimia. Na neno hilo likatuongoza katika mapana yake, na tukaona kweli tulikuwa na njozi ya kujenga jengo la huduma, na kwa neno na kujitoa kwa washarika msingi ukaanza, na sasa tunaelekea ghorofa ya 3 katika ujenzi. Na kisha tukaendelea kwa neno la Mungu kusimamia, na neno tukatembea nalo, na kwamba yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Haikuwa rahisi katika mambo mbalimbali kuyafanya, lakini imani ni hakika ya mambo yanayotarajiwa. Kwa msingi wa maneno hayo tukaona kwamba Bwana anazidi kutufanikisha katika mapana ya utendaji wake. Lakini pia 2025 tukatembea na neno ilosema ni kwa neno lako tutashusha nyavu hata kilindini, mahali hatarishi kwenye kina kirefu, lakini Bwana akitupa neno lake tunadaka, na kwa neno linatupeleka katika kutimiza makusudi na wito aliotuitia. Kwa neno hilo likaendelea miongoni mwetu hata kwa maisha binafsi, kwamba kwa neno la Mungu magonjwa yanapona, viziwi wanasikia, na kusudio la Mungu kwa kadiri ya njozi ya mtu, neno la Mungu linatufikisha kama kwa Petro, juhudi zake, jitihada zake, uzoefu wake au kufaa kitu, lakini alipolipokea neno la Kristo aliona akavua samaki wengi. Na ndipo na sisi tunaamini kwa jitihada zetu, akili zetu hatuwezi kufanya chochote, lakini umoja wetu kama usharika unatokana pia sote tunapolipokea neno la Mungu. Na kwa mwaka huu neno ambalo tutasimama nalo 2026 ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 40 aya ya 29 hadi 31. Hilo neno nikilinukuu kwa sehemu tu, kwamba ujapochoka kwa mwendo mrefu unapotembea, ujapongoja jambo fulani kwa muda mrefu, ukifanya pasipo Mungu ni rahisi kukata tamaa na kutoka katika nafasi, lakini ukingoja msaada wa kimungu inawezekana. Na hivyo basi neno linasema hata aliye mtu mzima, aliye mzee, akisimama katika Bwana, kile anachokingoja Mungu atafanya. Na hii ni dhahiri, Ibrahimu alikuwa na miaka 75, lakini alingoja ahadi za Bwana zikatimia. Na sisi tunaweza kuwa na utofauti wa miaka, wengine miaka ya kati, wengine ya utu uzima na nini, lakini pamoja na Bwana hakuna ambalo alitatimia. Hivyo basi tunatarajia na kuamini kwamba mwaka huu tutapaa kama tai kwa mwendo ambao Mungu atauisha hali yetu ya uchovu ya kutembea labda katika mradi mmoja kwa muda mrefu, au ya namna awaye yoyote, lakini tukiwa na Bwana ndege tai. Hata Zaburi ya 103 inasema Bwana atarejesha ujana wako kama tai. Tunaamini kwamba Mungu ataturejeshea nguvu mpya ya kutembea pamoja naye katika 2026. Na watakia baraka za Bwana tunapouanza mwaka. Kila mpango uliouweka, amini ya kwamba pamoja na Bwana inawezekana. Tusitoke, tusiache njia ya Bwana. Tumngoje Bwana. Naam, tukimngoja Bwana anatimiza ahadi zetu zote, na ujana wetu katika jambo lolote tutarejeshwa kama tai, manake nguvu mpya, spidi mpya, tukizidi kupaa katika kila eneo. Na Mungu awabariki nyote. Amen.